Shida miaka mingi tangu serikali ine iliyopita ilikuwa ni serikali ya kona moja. Ile dhambi kubwa watu wanamwambia mheshimiwa rais amefanya ni kwa nini wewe unasawazisha watu? Mbona unapeleka maendeleo kila mahali? Mbona unatoa vetting kwa mambo ya ID card? Wakazi wa kaunti ya Tana River wamehakikishiwa kuwa serikali imejiandaa kikamilifu kukabiliana na tishio lolote la ugonjwa wa Ebola, huku juhudi za kuimarisha huduma za afya na elimu ya dini zikiendelea kushika kasi katika eneo hilo. Akizungumza katika viwanja vya Darul Hikma eneo la Buraa wakati wa harambee ya kuchangisha fedha za kuendeleza shughuli za madrasa za Darul Hikma na Takwa, waziri wa afya Aden Duale alisema serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha nchi inabaki salama dhidi ya mlipuko wote wa Ebola. Duale alisema kuwa hadi sasa hivi jumla ya watu 67 waliopimwa ugonjwa huo kote nchini wamepatikana hawana maambukizi ya Ebola, jambo ambalo linaonyesha kuwa hakuna kisa kilichothibitishwa nchini Kenya kwa sasa. Aidha, alisema zaidi ya wasafiri 88,000 wamefanywa uchunguzi katika vituo mbalimbali vya kuingilia nchini, huku maafisa wa afya wakiongeza ufuatiliaji katika mipaka na maeneo yenye hatari kubwa. Waziri huyo alieleza kuwa serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na dharura za kiafya wa kuweka maeneo maalum ya kuwahudumia wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika hospitali mbalimbali nchini. Alisema hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ni miongoni mwa vituo vilivyotenga maeneo ya kutenga wagonjwa, huku zaidi ya wahudumu wa afya 800 wakipatiwa mafunzo maalum ya namna ya kutambua, kudhibiti na kushughulikia visa vya Ebola iwapo vitaibuka. Kwa mujibu wa waziri Duale, hatua hizo ni sehemu ya mpango wa kitaifa wa kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa na maandalizi ya dharura ili kuhakikisha usalama wa wananchi. Alisisitiza kuwa Kenya imejifunza kutokana na changamoto zilizopita za afya ya umma na sasa iko katika nafasi bora zaidi ya kukabiliana na vitisho vya magonjwa ya mlipuko. Mbali na masuala ya afya, harambee hiyo ililenga kukusanya fedha za kusaidia maendeleo ya madrasa za Darul Hikma na Takwa ambazo zimekuwa zikitoa elimu ya dini kwa mamia ya wanafunzi katika eneo la Buraa. Duale alisema taasisi hizo za kidini zina mchango mkubwa katika malezi ya watoto na vijana kwa kuwafundisha maadili mema, nidhamu na uwajibikaji katika jamii. Alieleza kuwa madrasa zimeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha maadili ya jamii kwa kuwapa vijana mwongozo wa kidini unaowasaidia kuepuka na mienendo potovu. Waziri huyo aliongeza kuwa serikali inatambua mchango wa taasisi za dini katika kujenga taifa lenye maadili na kuhimiza amani. Hivyo itaendelea kushirikiana na viongozi wa dini katika kuendeleza maendeleo ya kijamii. Katika hotuba yake, Duale alisema kuwa elimu ya dini inapaswa kuonekana kama nyenzo muhimu inayokamilisha mfumo rasmi wa elimu kwa kuwa inawasaidia wanafunzi kwa raia wema na wenye maadili mema. Alisema uwekezaji katika elimu ya dini ni uwekezaji katika mustakabali wa taifa kwa sababu vijana wanaopata malezi bora huwa viongozi bora wa kesho. Harambee hiyo ilivutia viongozi mbalimbali wa kisiasa, viongozi wa dini pamoja na wakazi wa eneo hilo aliyejitokeza kwa wingi kuunga mkono juhudi za kuboresha mazingira na kujifunzia katika madrasa hizo. Fedha zilizokusanywa zinatarajiwa kutumika kuboresha miundombinu ya kujifunzia, kununua vifaa vya masomo na kuimarisha utoaji wa elimu ya dini kwa wanafunzi. Duale pia alitumia fursa hiyo kuelezea hatua ambazo serikali imepiga katika kuboresha huduma za afya katika kaunti ya Tana River. Waziri huyo aliwataka wakazi ambao bado hawajajisajili chini ya mpango wa mamlaka ya afya ya jamii SHA wafanye hivyo ili waweze kunufaika na huduma za afya zinazotolewa chini ya mpango huo.
ilieleza kuwa usajili wa SHA ni hatua muhimu katika kufanikisha mpango wa serikali wa kuhakikisha kila Mkenya anapata huduma bora za afya bila mzigo mkubwa wa kifedha. Kwa mujibu wa Duale, serikali imewekeza pakubwa katika kuboresha huduma za afya katika maeneo ya pembezoni ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma sawa bila kujali wanakoishi.